Bwana, nina taarifa moja kwa moja kutoka katika nchi ya Nigeria, taarifa ambayo imeripotiwa na redio kubwa katika nchi ya Nigeria inayofahamika kama Brila FM. Taarifa ambazo ni exclusive kabisa nimezipata hizi, na ni taarifa ambazo zinamhusu Stanley Nwabali, free agent, mlinda mlango ambaye ni mchezaji huru kwa wakati huu mara baada ya kuachana na klabu yake ya zamani ya Chippa United mwezi wa kwanza mwaka huu wa 2026. Sasa Simba wanamhitaji Stanley Nwabali. Kwa mujibu wa taarifa ambazo nimeziona kutoka kwenye chanzo kikubwa cha hapa ndani ni kwamba Mahamadou Tanja Jibo Kasali huenda asiwe sehemu ya kikosi cha Simba msimu unaokuja. Mpaka hivi ninavyozungumza, labda patokee kitu tofauti, labda paonekane pana improvement au paonekane kwamba labda pana upepo tofauti, lakini mpaka hapa ninapozungumza, msimamo kwa viongozi wa Simba ni kwamba huenda kukawa kuna uwezekano mkubwa Mahamadou Tanja Jibo Kasali asiwe sehemu ya kikosi cha Simba msimu unaokuja. Sasa basi, tulieke la Mahamadou Tanja Jibo Kasali pembeni. Ishu ya msingi ni kwamba taarifa kutoka katika nchi ya Nigeria, kutoka kwenye chanzo cha Africa Food, lakini pia kutoka kwenye chanzo cha redio kubwa ya Nigeria ya Brila FM vinaripoti kwamba Simba wamerudi tena. Simba walikuwa na nia ya kumchukua Stanley Nwabali katika dirisha dogo lililopita, isipokuwa tu kiasi ambacho walikuwa tayari kukitoa sio kiasi ambacho kilikuwa kinaendana na thamani ambayo Chippa walikuwa wanaitaka, kitu ambacho kiliwashangaza kidogo Simba, kwa sababu mchezaji ambaye ana mkataba ambao umebaki miezi 6 tu, kutaka dola 4.5 kwa mchezaji ambaye anamaliza miezi 6 ya mkataba wake ni kitu ambacho kinashangaza kwa kweli, to be honest. Na naweza nikawaelewa Simba, yani kwenda kutoa fedha nyingi kiasi hicho kwa mchezaji ambaye mwezi wa 6 tu atakuwa ni mchezaji huru ni kitu ambacho haki make sense, na sio biashara nzuri ambayo pengine Simba wakiifanya hata kama walikuwa na uhitaji mwisho wa siku. Sasa basi, mchezaji akaamua kumalizana na klabu yake, akaamua kutoa lile fundo la Chippa United mwisho wa siku, akaamua kujiweka huru miezi 6 ile, akaamua kuikatisha yeye mwenyewe. Sasa Simba walikuwa wanamhitaji kipindi hicho, na kulikuwa kuna timu nyingine kutoka kaskazini ambayo pia ilikuwa inamhitaji kwenye dirisha dogo lililopita. Lakini hata baada ya dirisha kufungwa, kwa sababu alikuwa ni mchezaji huru, Simba na timu moja kutoka kaskazini, jina limenitoka kidogo, walikuwa wanatembea sana na jina la Stanley Nwabali, isipokuwa hakukuwa na chochote ambacho kilifanyika mwisho wa siku. Hivi sasa ni mwezi wa 4, taarifa zinaanza tena kwamba Stanley Nwabali anahitajika. Stanley Nwabali, kwa mujibu wa taarifa ambazo nimezipata kutoka kwenye chanzo cha Brila FM cha pale Nigeria, ni kwamba anahitajika na Kaizer Chiefs, anahitajika na Simba, anahitajika na Al Ahli Benghazi ya Libya. Wote watatu wanamhitaji huyu jamaa. Sasa Kaizer Chiefs, licha ya kwamba wanamhitaji Stanley Nwabali, lakini kuna kukitaka kitu na kuna kukihitaji kitu. Kaizer Chiefs wanamtaka Stanley Nwabali, lakini kwa uhalisia wa goalkeeping department ya Kaizer Chiefs jinsi ilivyo, hawaonekani kwamba wanamhitaji sana huyu mchezaji, kwa sababu eneo lao la ulinda mlango Kaizer Chiefs limejitosheleza. Simba wanamhitaji huyu mchezaji kwa sababu kitu ambacho hakipingiki ni kwamba Stanley Nwabali anakwenda kuwa ni upgrade juu ya walinda milango waliopo kwenye kikosi cha Simba kwa wakati huu. Iwe ni Mahamadou Tanja Jibo Kasali, iwe ni Musa Pinpin Kamara, Stanley Nwabali anakwenda kuwa ni boresho juu ya hawa. Kwa hiyo unaweza kuwaelewa moja kwa moja Simba uhitaji wao. Simba sio wanataka kuwa naye, wanahitaji kuwa naye mchezaji kwa sababu anakwenda kuongeza daraja la ubora katika ile nafasi. Kwa hiyo hicho ndicho ambacho kinaendelea, na taarifa zinakwenda mbali zaidi na kueleza kwamba Simba wanazo rasilimali za kuweza kumlipa vizuri tu Stanley Nwabali. Mshahara ambao alikuwa anauchukua katika kikosi cha Chippa United ni dola za Kimarekani 11,000 ambazo ni sawa na shilingi milioni 28 kwa mwezi. Huo ndio ulikuwa mshahara Stanley Nwabali katika kikosi cha Chippa United. Sasa hiyo ni pesa ambayo Simba wanaimudu vizuri kabisa, tena kwa mchezaji wa daraja la Stanley Nwabali ambaye ni goalkeeper namba 1 ya timu ya taifa ya Nigeria. Performance zake katika AFCON 2 zilizopita tumeziona, lakini pia ni miongoni mwa goalkeeper wakubwa Afrika kwa wasifu wake na kila kitu. Pengine club level haijathibitisha hilo kwa sababu amecheza katika klabu za kawaida, lakini in terms of profile yake kama mlinda mlango, uwezo wa kuaminiwa na kikosi cha Super Eagles kwa muda mrefu, inakuonyesha kwamba huyu ni mlinda mlango wa daraja la juu. Kwa hiyo Simba mwisho wa siku wanaweza kabisa kumudu kumpa mahitaji yake yote Stanley Nwabali, lakini
Mipango ya Simba pia ni kwamba wanataka kuondoa goalkeeper kwenye dirisha kubwa linalokuja. Hiyo ni lazima. Kwanza, sheria za ligi peke yake, kwa maana sheria mpya za ligi kuu haziruhusu timu kuwa na walinda milango wawili wa kigeni. Kwanza hivyo, ina maana itakavyokuwa hakuwezekani kuwepo na uwepo wa Musa Pinpin Kamara kusajiliwa kwa pamoja mwanzoni mwa msimu unaokuja pamoja na Mahamadou Tanja Djibo Kassali. Hawa waliopo tu hawawezi wote kuwa kwenye mfumo kuelekea msimu unaokuja. Kwa hiyo kwa vovote vile Simba wataachana na goalkeeper. Simba wana magolikipa kadhaa of course. Mahamadou Tanja Djibo Kassali, Musa Pinpin Kamara, Hussein Abeli, kuna Feruzi katolewa kwa mkopo. Almuhimu wako wengi kama magolikipa mwisho wa siku. Kwa hiyo Simba watapunguza goalkeeper na Simba wamerudi tena kwa Stanley Nwabali. Simba wanaamini Stanley Nwabali ni goalkeeper ambaye atakwenda kuelevate nafasi ya goalkeeper kwenye kikosi cha Simba. Sio tu kwenye level ya ligi kuu, lakini hata katika level ya kimataifa, international level, kwa sababu ya experience yake katika AFCON. Experience na performance zake kubwa ambazo amezionyesha katika AFCON 2 zilizopita. Ni vitu ambavyo vinawaaminisha Simba kwamba huyu ni goalkeeper ambaye atakwenda kuongeza ubora kwenye hilo eneo. Kwa hiyo mpaka wakati huu ni mazungumzo ambayo yanaendelea, lakini kitu ambacho naweza nikakuthibitishia ni kwamba Simba watapush kwa ajili ya kumpata Stanley Nwabali. Simba wanamhitaji sana Stanley Nwabali. Huyu ni goalkeeper kama ambavyo nimesema, profile yake ni kubwa. Kwa hiyo Simba hawataki kuona hichi kitu kinawapita mwisho wa siku. Wanaihitaji huduma yake, wako tayari kupunguza goalkeeper, wako tayari kuweka sawa lile eneo ili kuona kuna uwezekano wa yeye kuja kwenye kikosi chao. Na kitu ambacho naamini ni kwamba sidhani kama performance za Mahamadou Tanja Djibo Kassali wala kupona kwa Musa Pinpin Kamara kama kutabadilisha mawazo ya Simba juu ya Stanley Nwabali. Bado msimamo wa Simba ni kwamba wanamhitaji huyu goalkeeper, kwa sababu hata baada ya kumsajili Mahamadou Tanja Djibo Kassali kwenye dirisha dogo lililopita, mwezi wa pili tulipoanza, Simba walikuwa tena wanahusishwa na Stanley Nwabali. Just imagine. Sema tu hapa katikati kidogo tetesi zile zikawa kama zimepoa hivi, lakini mwezi wa 4 mwaka huu Nigeria, taarifa zimetoka, Stanley Nwabali anaviziwa tena na Simba. Kwa hiyo unapata tu picha kwamba Simba watampata huyo goalkeeper kwa sababu wanamtaka mwisho wa siku. Watafanya jitihada za kumpata na wako tayari kuachana na Mahamadou Tanja Djibo Kassali mpaka hivi ninapozungumza. Labda kitokee kitu tofauti, lakini wako tayari kuachana naye mwisho wa siku na Stanley Nwabali aweze kuwa ni goalkeeper mpya katika kikosi cha Simba endapo kila kitu kitakwenda vizuri. Shida ambayo ilikuja kwenye dirisha dogo ni kwamba kiasi ambacho walikuwa wanakitaka Chipa alikuwa anataka takriban $4.5 kwa mchezaji ambaye alikuwa amebakiza miezi 6. Ile ilikuwa ni biashara kichamba. Unaweza kuelewa kwa nini Simba waliamua kujivua mwisho wa siku. Walikuwa sawa wanamhitaji, lakini sio kwa thamani ile tena kwa mchezaji ambaye anamaliza mkataba mwisho wa siku. Kwa hiyo hiyo ndio taarifa kubwa ambayo ipo kwa wakati huu, lakini taarifa pia ni kwamba Simba wataingia sokoni kutafuta washambuliaji 2 mpaka 3. Hii ni taarifa nyingine ambayo nakupa pia. Simba wataingia sokoni kutafuta washambuliaji 2 mpaka 3. 2 endapo Selemani Mwalimu atabakishwa kwa mkataba wa kudumu. Selemani Mwalimu yuko kwa kandarasi ya mkopo kutoka katika klabu ya Wydad. Endapo Simba wataamua kuongeza maisha na Selemani Mwalimu, basi anaweza kutafutwa mshambuliaji mmoja wa kizawa na mshambuliaji mmoja wa kigeni. Lakini endapo Selemani Mwalimu maisha yake yatakuwa yamehitimika mwishoni mwa msimu huu, basi Simba wanaweza kwenda kusajili mpaka washambuliaji 3, kwa sababu Selemani Mwalimu ndo kama hivyo, pengine anaweza kawa na mwafaka wa kuondoka mwisho wa siku. Labda Simba wanaweza kaona kwamba inatosha kwa walichokiona, lakini Baraka Mwangosi nafikiri imeonyesha kwamba labda sio mchezaji ambaye yuko tayari kudeliver kwenye kikosi cha Simba, labda kutokana na umri wake na kila kitu, lakini unaelewa kwamba huyu ni mchezaji ambaye sasa hivi hutakiwi tena kuanza kumbebesha mzigo. Kiukweli hajakuwa tayari kwa vovote vile kuwa sio tu mshambuliaji kinara, hata kuwa ni yuko nyuma ya mtu. Simba hawatochukua riski ya design hiyo. Simba wataingia sokoni kwa ajili ya kutafuta washambuliaji wa maana kwenye dirisha kubwa linalokuja. Kwa hiyo hiyo ndio taarifa kubwa pia ambayo ipo, lakini taarifa nyingine ni kwamba Simba watasajili viungo wasiopungua 2 wa katikati.
na ni kwa sababu ninazo taarifa ambazo zinaniambia kwamba kuna uwezekano mkubwa Alassane Maudo Kante akaondoka kwenye kikosi mwishoni mwa msimu huu, lakini pia kuna uwezekano mkubwa Naby Kamara pia akaondoka tena kwa kuuzwa, kwa sababu Naby Kamara kuna ofa ambazo ziliwahi kuja kwa ajili yake, ofa kutoka kwenye timu 3 kwenye dirisha dogo lililopita. Timu 2 zilikuwa zinacheza kwenye kundi moja na Simba. Timu 2 kati ya hizo 3 zimecheza kwenye kundi moja na Simba la Liga ya Mabingwa barani Afrika msimu huu. Esperance Sportive de Tunis pamoja na Petro Atletico de Luanda. Nilipata taarifa kwamba wote hawa walikuwa wanavutiwa na Naby Kamara. Kwa hiyo pengine inaweza ikawa ni kitu rahisi mwisho wa siku, hata kama hachezi, lakini pakishakuwa na interested parties kadhaa, pakishakuwa na watu kadhaa ambao wanamhitaji mchezaji wako, maana kazi inabaki kuwa ni kwako tu. Mwisho wa siku utaangalia ni ofa gani ambayo inakuvutia. Kama zitarudi hizo ofa, maana ni issue tu ya kuangalia nani kapanda dau vizuri, basi ufanye biashara. Na pengine huoni nafasi ya mtu kama Naby Kamara kwenye kikosi cha Steve Barker kwa wakati huu. Yuko fiti lakini hachezi mwisho wa siku. Na nikirudi kwenye issue ya Stanley Nwabali pia mvuto wake unazidi kuwa mkubwa kwenye kikosi cha Simba, kwa sababu waliopo Simba, viongozi, benchi la ufundi wanaamini kwamba huyu ni mchezaji ambaye ukitoa uwezo alionao, ukitoa kipaji alichonacho, ukitoa profile alionayo, wasifu wake jinsi ulivyo mkubwa, lakini atakuwa na wakati mwepesi wa kuweza kuadapt na mazingira ya ligi kuu ya Tanzania, kwa sababu tayari anakuja kwenye mazingira ambayo kuna watu ambao wamecheza kwenye ligi, ama kuna watu ambao wamehudumu kwenye ligi ambayo na yeye pia ametokea. Mwisho wa siku kuna kocha Steve Barker ambaye ni raia kutoka katika nchi ya Afrika Kusini, kuna Rushin Dariuka ambaye ana maisha katika Coast Simba msimu unaokuja, ambaye pia ni raia wa Afrika Kusini, then pia una Neo Maema. Kwa hiyo kuna environment fulani ya watu ambao wametoka kwenye ligi ama kwenye mazingira ambayo na yeye alikuwepo pia. Una Ismail Olivier Toure kutoka Afrika Kusini, una Anise Oura kacheza huko, kwa hiyo hakutokuwa na ugeni, na hichi ni kitu ambacho pia kinatengeneza wepesi kwa mtu kama Stanley Nwabali kuona kwamba naweza kwenda kwenye kikosi cha Simba, kwa sababu kuna mazingira ambayo naweza nikakutana nao ambayo yatakuwa yanasaidiwa na watu ambao nimezoeana nao, ama nina kitu ambacho kinafanana pia na wao. Wameyajua mazingira ambayo natoka, kwa hiyo wanaweza kunipokea kwa urahisi kwenye mazingira mapya ambayo nitakuwa nakuja kuyakabili mwisho wa siku. Kwa hiyo hicho ni kitu ambacho pia kwa mujibu wa taarifa ambazo nilizipata kutoka kwenye chanzo cha Brila FM, redio kubwa kutoka katika nchi ya Nigeria, kinaeleza kwamba inaweza kuwa ni moja kati ya vitu ambavyo vitamvutia Stanley Nwabali kujiunga na kikosi cha Simba kwa msimu unaokuja. Kwa hiyo kiukweli ni issue tu ya namna ambavyo Simba watajaribu kuliendea hili jambo, kwa sababu hakuna thamani yoyote kwenye kichwa cha Stanley Nwabali. Huyu ni mchezaji huru, unakwenda kudeal na package yake tu ya mshahara pamoja na signing fee mwisho wa siku. Utampa kiasi gani kwa mwezi? Nimeshaweka bayana. Simba wana uwezo kabisa wa kumlipa vizuri tu Stanley Nwabali mshahara ambao atakuwa na uhitaji kwa namna yoyote ile. Simba pia wanamudu vizuri kumpa signing fee yoyote ambayo atakuwa anahitaji kwa nafasi yake. Kwa hiyo hakuna shida kuhusu kile ambacho Simba watakuwa tayari kukifanya, na wako tayari kuondokana na goalkeeper mmoja pia wa kigeni. Kwa hiyo chumba kwake kinafunguka, ana uhakika wa kuanza kwenye kikosi cha Simba msimu unaokuja. Yaani kitu ambacho pia Simba watamhakikishia Stanley Nwabali ni uhakika wa kuanza kwenye kikosi cha kwanza. Atakuwa a guaranteed starter katika kikosi cha Simba kwa msimu unaokuja. Kwa hiyo hayo ndio mazingira yake mwisho wa siku. Hakuna shaka kuhusu nafasi yake, hakuna shaka kuhusu kile ambacho atakipata, hakuna shaka kuhusu signing fee yake, na hakuna shaka kuhusu mazingira ambayo pia atakuja kukutana nayo kwenye ligi ya Tanzania pia. Kwa hiyo niliwahi kuweka bayana, Simba itasajili wachezaji wa ndani wasiopungua 6. Beki wa kulia wa kimataifa, beki wa kushoto mzawa, then viungo wawili wa katikati, lakini pia watasajili washambuliaji 2 mpaka 3, na huenda hata wakajaribu kuongeza nguvu kwenye wings za pembeni. Hicho ni kitu ambacho pia kinawezekana kabisa, japo nikitakiwa niweke bayana kwa utaratibu ni nafasi zipi ambazo Simba wanazipa kipaumbele. Pengine winga hasa wa kimataifa inaweza isiwe kipaumbele, lakini wanaweza Simba kwenda kuboresha kikosi chao, kwa sababu kuna mazingira ambayo kidogo wanayaona kama hayako katika utaratibu ambao wanayataka kwa wakati huu. Kwa hiyo wanaweza kabisa kwenda kuweka kitu katika upande wa mawinga na kuona kikosi chao kikiwa kinaimarika kwa utaratibu huo. Kwa hiyo hizo ndo taarifa kubwa ambazo niko nazo kwa wakati huu. Simba wanataka kuwa aggressive, na kitu ambacho naweza nikakuhakikishia pia ni kwamba Simba watajaribu kwa kadri wawezavyo kuzifunga biashara zao zote mapema.
Simba watajaribu kuzifunga biashara zao mapema, na ndio maana unaona watu kama kina Kevin Nation, taarifa zitadai wamemalizana na Simba. Lakini pia kuna wachezaji ambao wiki mbili zilizopita mimi nilikuja na taarifa kwamba tayari wameshakamata jicho la mnyama, wanataka kufanya biashara zao mapema. Kwa hiyo hicho ni kitu ambacho pia Simba wamekilenga kwa ajili ya dirisha kuu.